Karibu tuendelee kukujuza habari na matukio yanayojiri ndani lakini pia nje ya Tanzania, ambapo leo nitakujuza kuhusu kanisa Katoliki kuibuka na kuongea kuhusu sakata la kupoteaga kwa yule Padri Camillus Nikala, ambapo hivi majuzi tuliona jeshi la polisi Mwanza lilitoa taarifa juu ya kupatikana kwa padri huyo, lakini baadaye kanisa Katoliki jimbo la Mwanza nalo lilikuja na taarifa yake ikiwa ina ukinzani na ile ya polisi. Je, ukweli ni upi juu ya tukio la padri huyo, au tusimame upande gani? Basi baki na mimi mpaka mwisho. Lakini nikusii na kukukumbusha, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii ama ndo mara yako ya kwanza, tafadhali hakikisha umesubscribe ili usionazikosa taarifa zetu za ndani na za kina kabisa. Bonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele itakayokuja. Hii ni Mseto Media. Tukianzia nyuma ili kukupa uelewa, ni kwamba kanisa Katoliki Mwanza lilitoa taarifa ya kupotea katika mazingira tatanishi padri wao Camillus Nikala, ambapo tarehe 9 Oktoba polisi walikiri kupokea taarifa hiyo, wakasema wanaanza uchunguzi, ambapo baadaye tarehe 17 Oktoba kamanda wa polisi Mwanza aliibuka na kutangaza kumpata padri huyo kwenye mashamba ya kijiji cha Mawa, kata ya Hanga. Polisi walidai padri ni mzima, lakini alijipoteza mwenyewe kwa msongo wa mawazo, madeni, kuachwa na mpenzi, maradhi ya presha ya macho na alitaka kuacha kazi. Wakasema wamempeleka kwenye hospitali ya mkoa ya Homso kwa matibabu, lakini mwisho walimalizia kwamba padri hakutekwa, alijipoteza mwenyewe. Napenda kutoa taarifa ya kupatikana kwa Padri Camillus Nikala kama ifuatavyo. Tarehe 9 mwezi wa 10 2025, jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma lilitoa taarifa ya kupotea kwa Padri Camillus Nikala wa jimbo kuu Songea, ambaye pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino Tanzania, yani SAUT Mwanza. Taarifa ni kwamba baada ya kupotea kwa padri huyo, makachero wabobezi wa jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma walianza kufanya upelelezi wa kina kama walivyokuwa maidi kumtafuta padri huyo kwa kutumia njia zote za upelelezi. Kufuatia upelelezi huo, leo tarehe 17 mwezi wa 10 2025, Padri Camillus Nikala amepatikana kwenye mashamba ya kijiji cha Mawa. Mawa iko kata ya Hanga. Hanga hii ni sehemu ambayo ni nyumbani kwao Padri Camillus Nikala. Padri amepatikana akiwa hai, akiwa mzima kabisa, akiwa hana jeraha, akiwa na nguo zake zote alizotoka nazo kutoka jimboni siku ile jioni, akiwa na kile kibegi tulichowaambia kwa taarifa kwanza alitoka nacho akiwa pale. Lakini padri anapatikana akiwa mazofu kwa njaa baada ya kutokula kwa siku nyingi, na ambazo alikuwa akishindia karanga na maji. Aidha, padri huyo amekutwa na begi lake dogo naondoka nalo ikiwa imeanza kuliwa na mchwa. Amekutwa na hati ya kusafiria, kutwa na kitauro ambacho alikuwa anatandika chini akitumia kulalia. Pia amekutwa na pesa taslimu shilingi 13,500. Amekutwa na saa yake ya mkononi ikiwa iko safi kabisa. Amekutwa na miwani, amekutwa na dawa za paracetamol, amekutwa na simu yake akiwa ameizima. Vile vile amekutwa na funguo mbalimbali, ikiwepo funguo ya chumba alichokuwa analala jimboni kabla ya kujipoteza. Upelelezi ambao ulianza toka tarehe 9 kwa kuwahoji wale watu wote waliokuwa wametiliwa shaka kuhusika, kama wamehusika kwa namna moja kwa kupotea kwa padri huyo, kabla na baada, umeonyesha kwamba sababu kubwa za padri kujipoteza na kutokomea mashambani karibu na kijiji alichozaliwa ni kama zifuatazo. Moja
ni msongo wa mawazo uliotokana na madeni mengi yaliyokuwa chini ya uwezo wake. Upelelezi umegundua madeni mengi ambayo padri alikuwa anakabiliana nayo na kuonyesha kwamba alikuwa anashindwa kuyarudisha, na wanaomdai tumewapata. Pili, sababu ya tatu ya padri kujipoteza ilikuwa ni maradhi. Padri Nikata kwa muda mrefu alikuwa anasumbuliwa na pressure ya macho na alifanikiwa kufanyiwa operation ya jicho moja, na sasa alikuwa anahitajika kufanyiwa operation ya jicho la pili. Lakini alikuwa sababu ya nne, padri huyo alikuwa ameamua kuacha kazi ya upadri kwa sababu za kiafya, sababu za hayo, lakini fadha huyo hakupewa nafasi ya kusikilizwa na uongozi wake. Kwa hiyo akaamua kujichukulia uamuzi wa kujipoteza yeye mwenyewe kwa kuelekea huko nyumbani kwao. Wito: Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma linatoa wito kwa watu wote wenye taaluma na wakada mbalimbali bila kujali taasisi zao kushirikisha wanajamii wenzao kwa matatizo yanayowakabili badala ya kukaa nayo moyoni wenyewe. Aidha, na waasa wakuu wa taasisi mbalimbali kuhakikisha wanawapa nafasi na kusikiliza changamoto za walio chini yao ili waweze kuzitatua kabla hazijaleta taharuki kwa jamii. Hali ya Padri Nikata inaendelea kuimarika baada ya kupata huduma ya kwanza, na sasa yuko Homso, hospitali ya mkoa wa Homso akipatiwa matibabu. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma linathibitisha pasi na shaka kwamba Padri Camillus Alon Nikata hakutekwa, bali alijipoteza yeye mwenyewe kutokana na msongo wa mawazo kwa sababu nilizozitaja hapo juu. Siku moja baadaye, askofu mkuu wa jimbo Katoliki Mwanza Mhashamu Renatus Nkwande naye alijitokeza na kuongelea tukio hilo. Askofu alikuwa akiongelea kwa kulalamika, hali ilionyesha kuwa kuna kitu hakiko sawa, kama analalamikia taarifa ya polisi hivi, akisema padri hakuwahi kutaka kuacha upadri na wala angetaka asingezuiliwa, akidai badala kanisa litiwe moyo ndo linapewa maneno ya maudhi, akiongeza taifa linahitaji kufarijiwa kwani limegawanyika na lina mahangaiko. Askofu alisema leo tunatembea hatujiamini wakati Tanzania ilikuwa ikiheshimika ulimwenguni, akisema raia wanauliza kama watumishi wa Mungu wana hofu vipi kuhusu raia, akijazia haki huleta amani na hakuna amani bila haki. Tuliombee taifa haki ili kuishi amani. Padri aliyepotea, ndugu zangu, ni padri wa Songea. Kwa asili ni padri wa Songea, lakini anafanya kazi katika jimbo hili kwa muda aliopo. Kwa muda huu ni padri wa Mwanza. Kama alishawahi kupanga kuacha upadri, mimi napaswa kujua, si mwingine tena. Mimi sijui, askofu wa Songea hajui. Watu wamesema kwamba eti alishaomba hakusikilizwa. Mapadri, hivi ukitaka kuacha upadri unasikilizwa? Si unaondoka zako. Tunao wangapi ambao wameacha upadri, wameondoka, walisikilizwa? Badala ya kupata maneno ya kututia moyo, tusikate tamaa, tunapewa maneno ya maudhi, tunaudhiwa. Tunapofungua parokia zetu hizi, tuombe, tusali, tuombe amani. Mwenyezi Mungu atujalie nchi yetu iwe na amani, na viongozi wetu watafute fursa ya kutia moyo na kulifariji taifa. Taifa limegawanyika, taifa lina mahangaiko. Katika taifa uwezo ukakoswa watu watukutu, lakini ni watu, ni wananchi, ni watu wa hapa.
utukutu wao sio wa kumpoteza wala kumteka au kumuua. Leo tunatembea huko hatujiamini. Watanzania tulikuwa tunaheshimika katika ulimwengu, tunaheshimika. Wapo wanaoniuliza, sasa nyie mkiwa hivi itakuwaje sasa? Tutakimbilia wapi? Hapa tunaanza kufanyiana hivyo. Sababu ya nini? Tatizo ni nini? Tunahitaji kweli amani, lakini tutambue kwamba kama tunatafuta amani lazima iwepo haki. Kuitafuta na kuipata amani pasipo haki ni uongo. Haki lazima iwepo ili tujue asiyeipenda haki ni nani. Huyo ndio tutakayesema anasababisha fujo. Lakini haki ikiwepo kabisa, amani lazima iwepo tu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie taifa letu liwe ni taifa la haki, na hivyo tuiishi amani tuliyokuwa tumeizoea, na amani itatufanya tuwe huru. Tumsifu Yesu Kristo. Maneno ya askofu kiukweli yalikuwa kama mafumbo, yakionyesha kuwa kuna kitu hakiko sawa, haswa wengi wakiongelea taarifa ile ya polisi, ambapo hapo nyuma kabla askofu hajaongea uko mitandaoni, wanaharakati walivumisha au kuibua taarifa kuwa tukio lile halikuwa sawa, kwani walidai ndugu wa padri pamoja na parokia wananyimwa kumuona padri au kuongea naye ili ukweli kujulikana, huku wengine kama Maria Sarungi huko mitandaoni wakifika mbali na kusema huenda hayo yametengenezwa. Kwa nini padri yuko kizuizini, ndugu na kanisa hawapewi nafasi ya kuongea naye ili kusikia na yeye anasema lipi? Anyway, mtazamaji wangu, mimi nimekuletea tu kauli ya askofu juu ya tukio la padri na hali nchini. Kwa lolote unaweza kuweka maoni yako hapa chini na sisi tutasoma. Lakini hayo ndio alikuja kusemwa na parokia kule Mwanza kupitia askofu mkuu wa jimbo hilo. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.